Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye mwili wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei umezikwa katika madhabahu takatifu ya Kishia huko nchini Iran zaidi ya miezi minne baada ya kuuawa na mashambulizi ya Marekani na Israel katika boma lake huko Tehran. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti mapema siku ya Ijumaa kwamba alikuwa amezikwa katika eneo alilozaliwa la Mashhad katika madhabahu ya Imam Reza, jumba kubwa la kidini lenye ukubwa wa dhahabu na minara iliyopambwa katikati mwa jiji hilo. Sherehe za mazishi ilikuwa ya faragha, lakini ilifuata wiki ya maombolezo ya umma na maandamano ambayo yalivutia umati mkubwa wa watu zaidi ya milioni 15 na ikiwezekana zaidi ya mara mbili ya hiyo kulingana na makadirio ya Iran. Hata hivyo, wa Iran wanasemaje juu ya Ayatollah Al-Khamenei? Wa Iran wamemzungumzia Ayatollah Al-Khamenei kama kiongozi shujaa aliyeuawa kishujaa. Ni kiongozi ambaye kwanza aliuawa katika mapambano, lakini pia anazikwa wakati wa mapambano. Mnamo Februari 28 Marekani na Israel zilianzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na hatimaye kumuua kiongozi huyo. Lakini hata wakati ambapo kiongozi huyo anazikwa ni wakati ambapo Marekani inaendelea na mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia ni Iran ambayo bado imesimama imara kwa ajili ya kujibu mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na Marekani. Maisha yake Ayatollah Al-Khamenei aliishi katika mapambano zaidi, mapambano ya Mwenyezi Mungu na mapambano ya kuitetea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni Ayatollah Al-Khamenei ambaye wa Iran wanamtaja kiongozi aliwatetea Waislamu na wasiokuwa Waislamu karibu ya ulimwenguni kote. Ni Ayatollah Al-Khamenei ambaye alipambana wakati wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, lakini pia wakati akiwa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama rais wa Iran. Alipambana wakati wa vita kati ya Iran na Iraq, yeye akiwa katika mstari wa mbele licha ya kwamba alikuwa ni kiongozi mkubwa wa kiserikali. Kwa maana hiyo, wa Iran wanamuona kama ni kiongozi wa kimapinduzi ambaye alikuwa na uzalendo wa kweli katika moyo wake, lakini pia alikuwa mpenzi wa watu. Wakati huu wa mazishi yake, watu wengi si tu ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia hata Iraq ambako ndiko alikosoma dini pamoja na elimu yake yote, watu wengi waliona kwamba kuna namna anatakiwa pia kuagwa huko, na ndicho kilichosababisha kupelekwa huko nchini Iraq kwa ajili ya kutoa heshima kwa watu wa Iraq ambao kwa sasa wana uhusiano mzuri na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtu mmoja anayeonekana kutokuwepo kwenye hafla ya mazishi, hata hivyo, alikuwa ni mtoto wake Mujtaba Khamenei ambaye amerithi uongozi. Hata hivyo, hakuonekana hadharani tangu shambulizi la Februari 28 lililomuua babake na kuashiria kwanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mazishi ya Khamenei hapo awali yalikuwa yafanyike mwezi Machi, lakini yaliahirishwa huku Iran ikitumbukia katika uwanja wa vita. Shughuli rasmi za mazishi ya hadhara hatimaye ilianza Jumamosi iliyopita, wakati makumi na maelfu ya Wairan wakikusanyika kwenye jumba la kidini la Grand Mosalla huko Tehran, ambapo jeneza la Khamenei lilikuwa likionyeshwa. Wajumbe walioalikwa kutoka washirika wa kikanda wa Iran, Hamas na Islamic Jihad kutoka Gaza, Hizbullah kutoka Lebanon na Wahuth kutoka Yemen walihudhuria. Umati mkubwa zaidi ulikusanyika katika msikiti siku iliyofuata. Takribani watu milioni 12 wameminika katika mitaa ya mji mkuu siku ya Jumatatu, wakati jeneza likisukumwa pole pole nyuma ya lori kwenye maandamano ya kilomita 10 kuelekea medani ya Azad, uwanja mkubwa ulioko magharibi mwa Tehran ambao umetumika kama jukwaa la mikusanyiko mikubwa zaidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwahi kutokea tangu mapinduzi ya mwaka 1979. Jumanne ya wiki hii, mamia ya watu laki kadhaa walikusanyika kwenye barabara za miji mitakatifu huko Qom kwa maandamano mengine, wakiwa na jeneza la Khamenei ambalo lilisafirishwa hadi nchi jirani ya Iraq, ambapo liliendeshwa Jumatano kupitia Najaf, mji wa tatu kwa utakatifu katika Uislamu wa Shia, na Karbala, mji mwingine wenye hadhi maalum katika Washia. Lakini ni nini zaidi ambacho watu wanakizungumza wakati huu wa kumzika Ayatollah Al-Khamenei? Waombolezaji wanadai wanataka walipize kisasi. Wakati waombolezaji wakiendelea na maombolezo, moja kati ya jambo kubwa ambalo walikuwa wakilieleza ni juu ya kutaka kulipa kisasi, wakiona kwamba kisasi ni sawa.
Waombolezaji walivalia mavazi meusi wakiwa wamesimama kwa karibu wakipeperusha bendera za Iran, picha za marehemu Khamenei na mabango mekundu yenye kauli mbiu za mapinduzi. Waombolezaji hao pia waliimba nara za kutaka kulipiza kisasi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump kwa mchango wake katika mauaji hayo. Na hapa kwa damu ya kiongozi mkuu, Trump tutamua, walipiga kelele huku wanawake wakiwa wameshikilia mabango yaliyoandikwa ua Trump. Kwa sehemu ya mwisho ya msafara huo, umati wa watu ulikuwa mwingi kiasi kwamba lori halikuweza kupita, hivyo jeneza la Khamenei lilichukuliwa kwa helikopta hadi kwenye kaburi la Imam Reza ambako alikuwa ameomba azikwe. Hata hivyo, wakati wa mazishi hayo, waandishi wa habari hawakuweza kuwepo katika maeneo hayo, licha ya kwamba kulikuwa na picha chache zilizokuwa zikionyeshwa wakati wa kuzikwa kwa Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo juu ya mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.